Umejiunga na Simba, matarajio ya watu hayakuwa wewe kukuona kwenye kikosi cha kwanza, lakini umemeki kwenye kikosi cha kwanza na kwa kiwango fulani umeiletea uhai Simba kwa sababu ilikuwa ina namna ambavyo ina struggle. Kuna nyakati ulikuwa unacheza na Deborah Fernandez na mwishoni au kwa kipindi kingine kirefu cha msimu umecheza na Fabrice Ngoma. Kilichotokea ni nini? Wakati unacheza na Fernandez, watu walikuwa wanakuona unamsababisha Fernandez anakuwa bora zaidi. Alivyokuja Ngoma ambaye style yake ya uchezaji ni tofauti na Fernandez, pia ikaonekana unafanya kazi kubwa sana kwa kiwango ambacho Ngoma amerudi kwa mtu mpya. Ni kitu gani kilitokea kwako mpaka kuweza kumechi na watu wawili ambao style yao ya kucheza ni tofauti? Nafikiri kikubwa ambacho labda mimi mara nyingi huwa nafanya ni kuangalia labda mwalimu anaelekeza timu icheze vipi. Bana labda timu yangu nataka icheze hivi. So mara nyingi huwa na focus kuangalia timu inatakiwa ichezeje. Lakini pia kitu kingine ambacho mara nyingi huwa labda nafikiria kwa sababu unajua mkicheza midfield rafiki yako wa karibu lazima awe midfield. Kwa muda mwingi lazima ujaribu kuangalia labda mikimbio yake au labda anahitaji kitu gani na kwa wakati gani. Kwa hiyo ukiweza kumtimizia lazima aonekane kuwa ni bora. Wakati msimu unaanza inawezekana hatukufahamu sababu ni nini. Haukuwa ukipata nafasi. Inawezekana ulikuwa haujafika pale ambapo Fadlu Davis alikuwa anahitaji ufike au kulikuwa kuna kitu kingine kilichokuwa kinatusumbua. Hebu tupe uhalisia kilichosababisha mwanzoni mwa msimu ukawa si wachezaji wanaoanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Issue ilikuwa ni nini? Nafikiri nilipata majeraha wakati wa pre-season. Wena ndo alipelekea sikupata nafasi za kucheza katika mechi zile za mwanzo. Lakini pia unapotoka kwenye majeraha lazima ufanye kazi ya ziada kurudi kwenye kikosi hata kama ulikuwa unaanza. Kwa hiyo ilihitaji muda ili mimi labda kuanza kucheza kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia kumwaminisha mwalimu kwamba bwana mimi katika hichi ambacho wewe unakifundisha mimi naweza nikakifanya. Nafikiri hicho ndo kilipelekea labda kwa mechi za mwanzo nikashindwa kupata nafasi ya kucheza. Nikurudishe kwenye mchezo wa finali ambao mlicheza kwenye Manispaa Berkane. Kamara alionekana kusumbua sana katikati na alionekana kuwakosesha utulivu kwenye eneo la kati, lakini tulivyokuja kwenye mchezo wa finali uliofanyikia Zanzibar mkaonekana kumudu. Kinachokuwa kimebadilika pale ni kitu gani? Yaani kutoka mchezo wa kwanza ambao yeye alidominate kwa kiwango kikubwa, then kwenye mchezo wa marudiano wewe ukaonekana kuwasumbua zaidi. Kilichotokea ni kitu gani? Kwa sababu watu ni wale wale. Kitu ambacho mimi nimeexperience kwenye mashindano ya CAF anayecheza nyumbani siku zote lazima awe bora. Yaani hicho ndio kitu ambacho mimi nimeexperience, na ukienda kucheza ugenini ukipata matokeo unataka kumshukuru sana Mungu kwenye mashindano haya ya CAF. Kwa hiyo hata hicho ambacho wewe unakizungumza, lakini sio yeye tu, hata Berkane pia walionekana kuwa bora katika finali ile ya kwanza kwa sababu kwa anacheza nyumbani, lakini pia tayari walishapata matokeo. Nafikiri hata sisi tulipokuja nyumbani tulitambua kwamba tupo nyumbani na tunatakiwa tufanye kitu ambacho timu ambayo anakuwepo yuko nyumbani anatakiwa kufanya. Anatakiwa kushinda tu ukiwepo nyumbani. Hamna kitu kingine zaidi ya kushinda. Kwa hiyo kwenye kutafuta kushinda, kwenye kutafuta matokeo ili timu iweze kupata matokeo ndio inapelekea ile mtu lazima upambane kwa 100% ili kuisaidia timu iweze kupata matokeo. Kwa hiyo kama ukiweza kupambana kwa 100% lazima uwe bora. Inawezekana vipi kupambana kwa 100% nyumbani, kwa 100% nyumbani, lakini inashindikana kupambana kwa 100% ugenini? Kinachoshindikana hapo ni kitu gani? Ni mentality. Nafikiri hiyo ni mentality ambayo yoyote, yani timu yoyote ile, mfano labda duniani tuseme, inategemeana na ni labda tuseme inaenda kucheza na timu gani. Berkane sio timu ndogo. Msimu ulioisha alichukua ubingwa wa CAF yeye. Kwa hiyo unapoenda kucheza na timu kama Berkane, huwezi kwenda kusema labda mimi naenda kushinda mechi moja kwa moja ugenini. Lazima uwe na plani ambayo inaweza kukufanya ukapata matokeo yote mazuri. Hata ukipata sare ukija kushinda nyumbani wewe umekuwa bingwa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba unaenda kucheza na timu nzuri, lakini pia iko nyumbani. Inabidi kufanya kazi ya ziada.
Tuzungumzie kidogo mchezo wa Simba Sports Club na Young Africans ambao umeahirishwa mara mbili, then umeenda kuchezwa tarehe 25. Kuahirishwa mara mbili kutoka tarehe 8 kwenda tarehe 15 na kuahirisha mpaka tarehe 25. Kuna namna yote ile imewaathiri wachezaji wa Simba na kupelekea kupoteza ubingwa? Sifahamu kwenye hilo kwa sababu mimi bana, mimi ni mfanyakazi. Muda wote nikiambiwa nienda nikafanye kazi, hata kama ni saa 8 za usiku mimi nitaamka nitaenda kufanya kazi. Kwa sidhani labda inaweza kuwa pia ni sababu ya hiyo mechi kutokea matokeo ambayo yalitokea. Na tuzungumze kitu kimoja cha mwisho. Saidon Bazonkiza ni moja kati ya wachezaji wanaotajwa, ni watu wako wa karibu sana. Licha ya kwamba si Mtanzania mwenzako, lakini anaonekana kuwa mtu wako wa karibu. Ni kitu gani hasi ambacho kinakufanya wewe na Saidon Bazonkiza mnakuwa karibu kiasi hiki? Kiasi ya kufikia hatua mpaka kwenye bonanza ambalo mnaliandaa ninyi, anakubali kutoka nyumbani anakuja Kigoma kwa niaba ya kuwa sehemu ya watu wanaokusupport. Nafikiri ni moyo wake mzuri, mshikaji ana moyo mzuri, lakini pia kwa muda ambao nimekutana naye na nimekaa naye niliishi naye vizuri. Huenda ndio maana inapelekea labda anafunga safari kutoka Burundi kuja Kigoma kwa ajili ya kucheza tamasha hili. Nafikiri kwa sababu tu niliishi naye vizuri na pia nilimuomba akanikubalia, mdogo wangu bwana mimi nitafanyaje, nitakuja. Hata mwaka juzi ile pia nilimuomba, lakini akawa ana safari, nafikiri alikuwa anaenda Marekani na familia yake. Kwa hiyo akasema bwana siwezi kuwepo, lakini kwa sasa hivi alikuwepo, nikamuomba na amekubali kuja pia. Wachezaji wengine ambao tunaweza tukawatarajia kwenye bonanza hili siku ya Jumatano wanaocheza ligi kuu Tanzania bara ni nani na nani? Nafikiri atakuwepo Wema Sadoki, Yusuf Dunia Wenge, Darwish Salboko, David Bryson. Nafikiri na wengine wengi pia watakuwepo. Okay, nikurudishe ndani ya Simba. Hivi mnapokuwa kwenye kipindi cha maandalizi ya mechi, kuna wakati mnakuwa kambi, yani mnakuwa mnaishi sehemu moja. Ni mchezaji gani asipopatikana hiyo siku mnahisi kama leo kambini hakuna uchangamfu? Yani kambi inakuwa halina ile vibe ambalo wachezaji mnatamani kuwa nalo. Miongoni mwenu ni mchezaji gani huwa akikosekana mnasema yes leo kuna kitu kimemiss? Yani siwezi kusemea kwa wote. Labda naweza nikasemea mimi kwa upande wangu. Kwa upande wangu bwana, naishi na watu wengi vizuri. Naishi na tuseme wachezaji wote naishi nao vizuri, lakini mimi na watu kama watatu. Yani nikiwakosa au kempu, naona kama kempu inakuwa kama imepooza. Nani na nani? Kwanza nafikiri Mutale, Barua na Kijili. Mutale, Barua na Kijili. Ni mchezaji gani ambaye huwa hautamani kukutana naye mazoezini? Yani wewe uko upande A, yeye yuko upande B, alafu mnakabiliana naye, nani? Mpanzu. Kwa nini Mpanzu? Unajua Mpanzu wana against one hivi anaweza sana. Kwa hiyo kukutana naye wana against one kupigwa chenga unajua ni jambo la kawaida. Msimu ujao unaenda kuanza, tunategemea kutakuwa kuna mabadiliko tu ndani ya kikosi. Alafu Fabrice Ngoma ameshaaga na ni mchezaji ambaye mlikuwa mmetengeneza partnership nzuri sana katikati ya uwanja. Kwanza hii inatoa picha gani kwa Fabrice Ngoma kuondoka ndani ya kikosi cha Simba kuelekea msimu ujao? Nafikiri hao ni maamuzi yake. Ni maamuzi yake pia na klabu. So siwezi kuingilia maamuzi. Kama mchezaji ambaye wewe ulikuwa unashirikiana naye katikati, unahisi kuna kitu gani kitapungua kwa kuondoka kwake? Sidhani kama kuna kitu kinaweza kikapungua, lakini unajua ya kesho anayajua Mungu. Hatujui kesho itakuwaje. Ngoja tuisubiri ifike. Hizi kelele zinaendelea mitandaoni, Faisal, na ninyi huwa zinafika kwenye masikio yenu za kuamba Faisal Salum anatakiwa na Simba? Huwa zinafika kwenye masikio yenu? Hata na mimi naziona hivyo kama unavyoziona wewe. Na ikitokea Faisal Salum anajiunga na Simba itakuwaje? Nafikiri akijiunga ndo tutajua.